kuja kuhitimisha kile ambacho tulikuwa pamoja nanyi kwa muda mrefu. Ama kweli mlitusaidia kwa kiwango kikubwa, tunapaswa kushukuriwa sana. Sehemu iliyotusaidia ni kutoka miongozo ni ya namna gani tutashiriki, tutajenga hoja. Masuala mengi yalikuwa ni ya kisheria. Sasa masuala ya kisheria mliweza kutusaidia kwa kiwango kikubwa, kwamba mahitaji ya wafugaji ni yepi hasa, na kama kundi letu la wafugaji ni kipi ambacho tunaenda kukipigania kule ndani. Kweli mlitusaidia kwa kiwango kikubwa. Yale mliotupatia nikiri wazi kwamba ndio yale yaliyozaa matunda yaliyojitokeza kwenye rasimu ya katiba inayopendekezwa. Swala la ardhi lisimame wapi, mlituelekeza kwamba ardhi ikisimama namna gani, mlituelekeza. Wafugaji tukitokea katika maeneo gani, mlituelekeza ya kisheria kwamba mkitokea katika eneo hili kisheria mtatambulika kwa namna hii, ila mkitokea penye eneo hili kisheria mtakuwa na nguvu fulani. Hayo tukayashika, na kila mara tulipokuwa tukijenga hoja zetu tulikuwa tukizingatia zaidi ushauri wenu wa kisheria, kwamba tukikaa hapa tutakuwa na haki hizi, tukikaa hapa tutakuwa na haki tofauti na tukikaa hapa. Mlitufundisha hilo, mnapaswa kushukuriwa sana. Lakini niseme tu kwamba kwa mitasari, tulipofika kwa mara ya kwanza bunge tulilikuta likiwa katika sura ya kisiasa zaidi. Swala la mahitaji yetu kama ardhi lilikuwa halizungumziki kabisa, kwa sababu muundo uliokuwa umetengenezwa, swala la ardhi lilikuwa halihusiki. Na kila mara tulipojaribu kupenyeza swala hilo, tulipingwa kwa nguvu sana na wazoefu wa bunge hilo na watetezi wa mfumo ule, kwamba hapa hakuna uwezekano wa kuzungumzia swala la ardhi, kwa sababu swala la ardhi si la muungano, na kwa maana hiyo msubiri huenda kwenye nchi wa shirika ndipo swala la ardhi litazungumzwa. Hilo kwa kweli lilitupa shida kidogo, tukawa na ugumu kidogo wa kutetea kitu hicho. Lakini kwa kuwa tulikuwa tumekuja na lengo moja la kutafuta ardhi, hoja zetu kubwa zilikuwa, ikiwa swala la ardhi si la muungano, wanaopaswa kuungana kumbe ni akina nani? Kwa sababu ukiangalia kile kilichoorodheshwa kwenye mambo ya muungano, uraia na uhamiaji ni swala la muungano. Sasa unaposema uraia na uhamiaji ni swala la muungano, ni raia wepi unaowazungumzia? Je, unaposema kwamba raia ni swala la muungano, ina maana ya kwamba raia wataishi mahala popote ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuishi kwao wataishi juu ya ardhi, na unasema kwamba swala la ardhi si la muungano. Sasa wanasheria waliokuwa wanatetea kitu hicho, tulitaka watufafanulie, watuambie kwamba ni kipi hasa. Kwa kweli hatukuweza kupata jibu lililo sahihi, na mpaka sasa hivi sijapata jibu lililo sahihi kuwa swala la ardhi kutokuwa na muungano, wakati huo naambiwa kwamba swala la uraia na la uhamiaji ni swala la muungano. Vile vile kwenye haki za binadamu inatajwa vile vile kwamba kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ana haki ya kuishi mahala popote ndani ya mipaka ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini ataishi juu ya ardhi. Lakini swala la ardhi si la muungano. Unajiuliza ni kipi? Kwa kweli mpaka sasa sijapata jibu hilo, lakini hilo lilikuwa likitetewa zaidi
na wale wenzetu waliotoka. Tulipofika mahala pa suluhisho, pia swala la serikali tatu nao lilikuwa ni mzigo kidogo kwetu sisi kama wafugaji, raia wa kawaida. Tulijiuliza kwamba serikali tatu sawa, hii serikali tatu ina manufaa gani kwa raia wa kawaida? Ina manufaa gani? Hatukuyapata manufaa ya serikali tatu, lakini tulipata kuna madhara yake. Tulijua kwamba kuna ongezeko la kodi kwa mwananchi wa kawaida, kwa sababu nchi washirika watabaki kama walivyo na mabunge yalivyo. Baraza la Wawakilishi litaendelea kubaki kama lilivyo, bunge la Tanganyika litabaki kama lilivyo. Ina maana ya kwamba litaendeshwa kwa kodi ya wananchi, lakini kuna taifa jingine jipya linaanzishwa, nalo vile vile litaendeshwa kwa gharama ya wananchi. Lakini taifa hilo tulijiuliza, raia wake ni wepi? Kwa sababu nchi washirika ndio walio na raia na walio na rasilimali, lakini taifa hilo halina rasilimali, halina raia, lina viongozi wateule pekee na ni watumiaji wa pesa kubwa. Hili pia lilitupa shida sisi raia wa kawaida. Tukajua kwamba hapa kuna kitu ambacho kwa kweli kwetu hakina faida. Bahati nzuri hoja zilizotolewa na wabunge mbalimbali na uchambuzi wa kitakwimu ulionyesha kwamba maoni ya walio wengi hayakuhitaji serikali tatu, yalihitaji mambo mengine ya kihuduma na uboreshaji wa miundombinu na uzalishaji wa kichumi katika maeneo yao. Sasa kufikia swala hilo, wenzetu wakaona kwamba wale watetezi wa serikali tatu basi wakawa wametoka. Sasa baada ya kutoka tukabaki sasa na mfumo ule ule, sisi watetezi wa wafugaji, wakulima na wavuvi, kwamba tunataka ardhi kwenye rasimu ya katiba itokee. Hakika waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao walibaki ndani ya bunge walikiona kilio chetu, na kwa kuwa baadhi yao wanatoka kwenye maeneo ya wafugaji na wanajua matatizo ya wafugaji na wakulima, waliliunga mkono kwa kiwango kikubwa sana, hadi tukafikia kufanikiwa kuiweka ardhi ya Tanzania ndani ya rasimu ya katiba. Na si kuwekwa tu, penye eneo hilo hilo kukatajwa waziwazi kwamba ardhi hii ya Watanzania itakuwa ya Watanzania wote. Lakini pia kundi la wafugaji, wakulima na wavuvi likatajwa kwamba ndio mojawapo ya makundi yaliyo na haki ya kuitumia ardhi hiyo. Kwa kweli tukaona kwamba tumefikia hatua nzuri. Lakini pia kwenye eneo sura ya pili ambao inahusu malengo ya serikali, muda mfupi, muda mrefu, pengine na muda wa kati, pale napo pamewekwa malengo na wafugaji, wakulima na wavuvi pale wakawekwa kwamba watatengenezewa mazingira mazuri kwa ajili ya uzalishaji wa mifugo yao. Tukaona pia kwamba hapa wafugaji, wakulima, watumiaji ardhi tumetambuliwa rasmi. Lakini pia tukaenda kwenye sura ya 5 ambako kuna haki za binadamu, nako vile vile wafugaji tukaililia haki yetu kwamba napo tuonekane kwamba tunazo haki kama makundi mengine kama yalivyotajwa. Lakini vile vile wabunge wenzetu ambao ni wazoefu waliunga mkono, tukalifikia kelele, napo vile vile tukapata kipengele kinachosema kwamba wakulima, wafugaji, wavuvi, wachimbaji madini wana haki, zikaorodheshwa pale haki. Kwa hiyo tukaona kwamba tuna mafanikio kwa kiasi fulani, tuna mafanikio, lakini tumeridhika kwamba tuna mafanikio, kwa sababu wataalamu wa swala la kisheria wametuambia kwamba hamwezi mkaandika kila kitu ndani ya katiba, kwa sababu katiba hiyo itakuwa haibebeki, isipokuwa uweko misingi ambapo sheria huanzia kutungwa. Kwa maana hiyo tukajua kwamba pengine tumepata eneo la kuanzia sheria kutungwa, kwa sababu bado kuna kipengele pale penye haki za binadamu kwamba mamlaka zitatengeneza na zitatunga sheria namna ya kugawanya ardhi ya matumizi ya makundi yaliyotajwa. Maana yake wafugaji, wakulima, wavuvi na watumiaji wengine wa ardhi. Kwa hiyo tathmini yangu nikaona kwamba tumefika pazuri. Nami
Mheshimiwa Mwenyekiti, nirudishe kwako kwamba ni hayo tu ambayo nami nimeona kama ni mafanikio kwa kiasi fulani. Asante sana.